Kauli nzito kutoka kwa waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya nchi hiyo, huku wachambuzi wa siasa za kimataifa wakitafsiri maneno haya kama ishara ya mabadiliko makubwa katika sera za kiuchumi na kijeshi za Canada. Katika mwendelezo wa hotuba yake, waziri mkuu huyo amesisitiza kuwa taifa hilo linakusudia kujitegemea zaidi, kupunguza utegemezi wa muda mrefu kwa washirika wakubwa kama Marekani, na badala yake kuwekeza nguvu katika kujenga uwezo wa ndani, hasa katika sekta ya ulinzi, teknolojia na uchumi wa viwanda. Ameeleza kuwa kwa miaka mingi Canada imekuwa ikitumia sehemu kubwa ya rasilimali zake kufuata mikakati ya nje ambayo haikuwapa wananchi wake manufaa ya moja kwa moja. Sasa amesema ni wakati wa kuweka mbele maslahi ya Wakanada wenyewe. Kauli pia imekuja wakati ambapo dunia inashuhudia mabadiliko ya nguvu za kiuchumi na kisiasa, huku mataifa mengi yakianza kujiimarisha ndani badala ya kutegemea mifumo ya zamani ya ushirikiano wa kimataifa. Trudeau ameonya kuwa nchi ambazo hazitabadilika kwa wakati zinaweza kujikuta zikiwa nyuma kiuchumi na kiusalama. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri uhusiano wa karibu uliodumu kwa miongo kadhaa kati ya Canada na Marekani, hasa katika masuala ya ulinzi na biashara. Wengine wanaona huu ni mwanzo wa enzi mpya ambapo Canada itachukua nafasi yake kama taifa lenye sauti huru zaidi katika jukwaa la kimataifa. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa Canada kuona kama kauli hizi zitatekelezwa kwa vitendo au zitabaki kwa sehemu ya siasa ndani, huku wengine wakienda mbali zaidi na kudai kwamba huenda kauli hiyo imekuja kutokana na mzozo mkubwa ambao umekuwa ukiendelea ukihusisha Iran dhidi ya Israel na mshirika ambaye ni Marekani. Utakumbuka hapo jana kulikuwepo na makubaliano ambayo yalikuwa yanafanyika Islamabad, Pakistan, ambapo mpaka mwisho makubaliano hayo yamekwama kutokana na mvutano wa baadhi ya vifungu. Haya, usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV, lakini pia usiache kucomment pamoja na kushare. The world's changing, not gradually, but suddenly. Yes, some are still in denial. Rather than starting on this journey, they're waiting for the past to return. Nope. But hope is not a plan, and nostalgia is not a strategy. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over.